Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mwanasiasa machachari na mbunge wa kisiasa nchini Tanzania Gelson Mpina ameibuka na kutoa kauli nzito inayotikisa ulingo wa kisiasa na kiuchumi nchini Tanzania, akifichua kile anachokiita chimbuko halisi la siri nyuma ya matukio ya utekaji, mauaji na kupotea kwa watu nchini Tanzania. Katika tamko lake lililosheheni shutuma nzito, Mpina amewasihi Watanzania wote wazalendo na wenye mapenzi mema na nchi yao walioko ndani na nje ya nchi kushirikiana katika kufichua mtandao huo wa wizi na kuweka wazi nyaraka zote zinazohusu ufisadi ili hatua mstahiki za ujibikaji ziweze kuchukuliwa. Wakati huo huo, mwanasiasa huyo ametoa wito mkali akitaka matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 yavutwe kabisa na kuitishwa kwa uchaguzi mpya, akidai kuwa mchakato huo ulisimamiwa na tume aliyoita kuwa ni genge na kwamba ulikubikwa na ugushi mkubwa katika kila ngazi. Mpina amevunja ukimya kwa kubadilisha kabisa mjadala wa kitaifa kuhusu hali ya usalama nchini Tanzania, akidai kuwa mtazamo wa sasa wa jamii kuhusu utekaji na mauaji umeacha kuguza mzizi wa matatizo. Kiongozi huyo amebainisha kuwa jina la kuzaliwa na chimbuko kuu la unyama na hujuma zote zinazofanyika ndani ya nchi ni kumshamiri kwa mtandao uliokithiri wa utakatishaji wa fedha haramu, wizi, rushwa, ubadhirifu na ufisadi wa kifedha na rasilimali za umma. Kwa mujibu wa Mpina, msingi kuu unapoelekea watu kuuawa na kupotea nchini ni swala la kulinda maslahi ya kifedha ya makundi ya kifisadi yanayofanya utakatishaji wa fedha haramu. Amesisitiza kuwa bila kudhibiti mitandao hizi za wizi wa mali za umma, nchi hii ya Tanzania, mojawapo ya nchi Afrika Mashariki, haiwezi kurejea kwenye amani wala utulivu wa kweli wa kijamii. Mwanasiasa huyo ametoa wito kwa umma kuelewa kuwa vita dhidi ya utekaji na mauaji haiwezi kutenganishwa na vita vya ufisadi, kwani rasilimali zinazoporwa ndizo zinazogharamia na kusababisha hujuma hizi ili kuficha ukweli na ushahidi wa makosa ya kiuchumi. Pigo jingine kubwa katika tamko la Mpina limeelekezwa kwenye uhalali wa serikali na viongozi waliopo madarakani kwa sasa. Mpina ametoa msimamo thabiti akitaka uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 uvutwe mbali kabisa na kutangazwa kwa uchaguzi mwingine mpya nchi kote Tanzania. Amesema kuwa hatua hiyo ni muhimu ili kuwapa nafasi ya haki wananchi wa Tanzania kuchagua viongozi wanaotaka kwa dhati katika ngazi zote kuu, kuanzia ngazi ya rais, wabunge hadi madiwani. Kulingana na yeye, huu ndio mwelekeo pekee unaoweza kurejesha umoja, shikamano, amani na utulivu uliofurugwa nchini Tanzania. Mpina vilevile ameshikilia msimamo kuwa nchi haiwezi kusonga mbele bila kuvuta uchaguzi huo, akidai kuwa mchakato huo ulishaharibika katika kila kona ya nchi kutokana na kile anachokiita ugushi wa wazi wa matokeo na usimamizi mbovu wa tume ya uchaguzi, ambao ameishambulia vikali na kuifananisha na genge lisilo na sifa ya kusimamia demokrasia. Kauli ya Mpina inakuja wakati kukiwa na joto kali la kisiasa nchini Tanzania na inatarajiwa kuongeza msukumo mpya katika harakati za vyama vya upinzani na asasi za kiraia zinazopigia debe mageuzi makubwa ya kisheria na kikatiba nchini humo. Mpina
ambaye mara kwa mara amekuwa akitumia takwimu na nyaraka za kiserikali kuibua madai ya ufisadi bungeni, anaweka presha mkubwa kwa mamlaka ya nidhamu na vyombo vya ulinzi na usalama kujibu hoja hizi nzito zinazohusisha mauaji na wizi wa rasilimali. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wanaona kuwa kuhusisha matukio ya utekaji na makosa ya uhujumu uchumi kama utakatishaji wa fedha kunafungua ukurasa mpya wa upelelezi na mijadala ya kijamii, kwani kuna silasimu taasisi kama TAKUKURU na jeshi la polisi kuangazia upya vyanzo vya utajiri na wa baadhi wa viongozi na watuhumiwa wao. Tamko hili la Mpina linaacha maswali mengi miongoni mwa wananchi na wadau wa diplomasia kuhusu mustakabali wa utawala wa sheria na usalama nchini Tanzania, huku macho na masikio ya wengi yakielekezwa kuona kama serikali na tume ya uchaguzi zitatekeleza wajibu wao wa kutoa majibu rasmi dhidi ya shutuma hizi, au kama kutakuwa na hatua zozote za kisheria zitakazochukuliwa dhidi ya wanasiasa hawa. Kutoka kwetu hapa Habari Kuu Media, tutaendelea kufuatilia kwa karibu sana mkwaji wa kauli hizi, majibu kutoka chama tawala na serikali, pamoja na maendeleo yoyote ya kiusalama nchini Tanzania. Tunashukuru sana kwa kuchagua kufuatilia taarifa zetu kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari Kuu Media. Tafadhali usisahau kubonyeza kifute cha subscribe, bonyeza alama za kengele ili usipitwe na taarifa zetu punde zinapochapishwa na kuandikwa kwenye mitandao zetu. Vilevile tuandikie maoni yako hapa chini. Je, una mtazamo gani kuhusu kauli ya Mpina kuwa chimbuko la utekaji na mauaji nchini Tanzania ni utakatishaji wa fedha haramu na za ufisadi? Kutoka hapa Habari Kuu Media, mimi ni Kelix Bengaz, ninakutakia usikilizaji na utazamaji mwema kwa vipindi vyetu vinavyoendelea katika chaneli yetu. Uwe na mchana au usiku mwema kwa wakati wa heri kwa sasa. Sisi tunazidi kukuhabarisha, sisi tunazidi kuleta mambo ya kweli yanayohusu wewe na mimi kama Watanzania wenye uzalendo, wenye moyo wa kupenda nchi yao, wenye kuhabarishana kwa mambo ya kweli yanayochipuka na yanayoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.